Karibu kwenye hii webinar. Leo kwenye hili darasa special tunaenda kujadili jinsi ya kuwekeza kwenye jinsi ya kuwekeza AI kwenye biashara yako. Hii ni muhimu sana uelewe, na natamani sana ukae kwenye hili darasa mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu tunaenda kujifunza vitu vingi sana. Unawekezaje AI sasa hivi kwenye biashara yako? Watu wengi wanachukua pesa sasa hivi wakishatengeneza faida, especially wafanya biashara ambao unawafahamu. Wakishapata faida kidogo, wanaenda kuwekeza kwenye makampuni mengine, wanawekeza kwenye soko la hisa, kitu ambacho ni kizuri, wanawekeza maeneo mengine afu wanasahau biashara zao. Biashara yako wewe inahitaji mwekezaji, lakini wewe hautaki kuwekeza kwenye biashara yako. Sasa leo tunaenda kujifunza jinsi ambavyo sasa hivi leo tunavyozungumza unaweza ukawekeza AI kwenye biashara yako. Okay? Kwa wewe ambaye ni mgeni hapa, mimi naitwa Elius Kamangire McBenvix, mwanzilishi wa Zilim Growth Club na Zilim Digital. Tunasaidia wafanyabiashara kuongeza mauzo na kuuza zaidi kwenye mitandao ya kijamii na kukuza biashara zao na makampuni yao kwa kutumia AI na mifumo. Na leo mjadala wetu mkubwa utakuwa kwenye jinsi ambavyo unaweza ukawekeza AI kwenye biashara yako, kwa sababu toka 2023 mpaka sasa hivi tumefanya kazi na makampuni zaidi ya 75 na tumeona mabadiliko wanayoyapata kwenye mauzo na kwenye uendeshaji wa biashara zao kwa sababu tu ya kutumia AI. Na mimi nina uhakika ukiweza ukawekeza AI kwenye biashara yako kwa namna yote ile ambayo tutajifunza, popote pale utakapoweza kuwekeza AI kwenye biashara yako, kati ya maeneo mengi sana ambayo tutayazungumza, basi biashara yako itabadilika ndani ya muda mfupi sana. Okay? Na hii sio kwamba na bashiri, hapana. Ni kitu ambacho nina uhakika kitatokea, kwa sababu mabadiliko yanayotokana na AI ni inevitable. Okay? Sasa mada ya leo ni kwamba, cha kwanza, unaenda kujifunza jinsi ya kuwekeza AI kwenye biashara yako. Sawa. Tutajifunza jinsi wajasiriamali, jinsi mjasiriamali mmoja au timu ndogo anaweza kuendesha biashara kama timu ya watu 10 kwa kutumia AI kufanya maamuzi. Moja kati ya vitu ambavyo nimeobserve kwa ukaribu ni kwamba wale wafanyabiashara ambao especially wafanyabiashara ambao unakuta ana biashara alafu anafanya kazi kadhaa, wanamfanyia kazi labda ni vibarua. Tanzania ndio inavyofanya kazi somehow. Unajikuta mtu anatengeneza hela nzuri sana, anafanya mauzo mpaka ya milioni 150, lakini bado wafanyakazi wake hawaelewi vision ya biashara yake. Yeye mwenyewe ndo anayefanya marketing, yeye mwenyewe ndo anayefanya masuala ya sales, yeye mwenyewe ndo anayehangaika na content, kila kitu anafanya mwenyewe. Sasa wewe, ina maana una advantage kubwa sana ukiweza kujifunza jinsi ya kutumia AI. Kama huyo mtu ni wewe, kama wewe ndo kichwa kikubwa zaidi, wewe ndo tembo mkubwa sana kwenye biashara yako, wewe ndo kila kitu kwenye biashara yako, basi kuwekeza kwenye AI kwako wewe sio option, ni lazima uwekeze AI. Kwa hiyo kaa kwenye hili darasa mwanzo mpaka mwisho na uhakika utajifunza jambo. Okay? Unaweza kaacha comments hapa, nipo live muda wote kuangalia. Kama utakuwa una comments, una swali, sehemu ambapo utakuwa na swali zaidi, utajifunza zaidi. Okay? Now, karibu sana. Now, let's get started. Cha kwanza, nataka uelewe kwa nini sasa hivi ni muhimu. Kwa nini sasa hivi ni muhimu ujifunze kuhusu AI wewe kama mfanyabiashara? AI sio mtindo, sio trend. Sio kwamba unasikia tunazungumzia AI, unasikia sasa hivi kuna trend kubwa ya watu kuongelea mambo ya AI. Hapana. AI sio trend. Wewe kama ni mfanyabiashara na unadhani AI ni trend, wewe hapo unaliona anguko la biashara yako. Usije ukatoka hapo kaenda kwa Mamposa ukasema biashara yangu imeanguka. Hapana. Mimi kama nabii niliona biashara yangu ikikaribia kuanguka sasa hivi, kwa sababu wewe unadhani artificial intelligence ni trend. Hapana. Artificial intelligence ni mapinduzi ya kibiashara. Usipoelewa jinsi AI itakavyoenda kubadilisha biashara yako, wewe, mabadiliko yatakapotokea ghafla utashangaa. Yaani utajishangaa mwenyewe, na yatatokea ghafla, ninakuhakikishia. Okay? Wajasiriamali wanaoichukua AI leo, sawa? Wanaoichukua AI leo sasa hivi wanaunda biashara ambazo zinafanya kazi masaa 24. Zamani ili biashara yako iweze kufaulu, ulikuwa unabidi uhakikishe umeutumia muda vizuri, huu ambao jua linakuepo. Huu muda ambao jua linakuepo kuanzia sasa hivi tunazungumza saa 2 asubuhi. Wewe huko unaangalia video hii saa ngapi? Lakini zamani watu walikuwa wanalazimika wafanye biashara ndani ya huu muda ambao ni muda ambao jua linawaka. Lakini walivyovumbua umeme ukarevolutionize biashara, ukafanya watu waweze kuja saa 12 asubuhi, saa 11 asubuhi, muda ambao bado kuna giza, waanze kazi mapema, waondoke saa 4 usiku.
Ina maana wanaweza wakafanya kazi kwa muda mwingi na wakaleta matokeo makubwa ya kampuni. Hayo ni mabadiliko yaliyotokea na teknolojia moja tu ya umeme. Watu wanaweza kufanya sasa hivi kazi masaa 24. Unaweza kuzunguka masaa 24 sasa hivi unapata mgahawa, japokuwa ni michache, lakini unaweza kupata mgahawa ambao uko wazi masaa 24 kwa sababu ya umeme. Lakini sasa huwezi kuhudumia kwenye mitandao ya kijamii. Huwezi kuhudumia kila mtu masaa 24 kwa sababu kama wewe ni mfanyabiashara ambaye unategemea mitandao ya kijamii muda wote, kuna muda ambao unalala. Lakini sasa uzuri wa artificial intelligence inaweza kukusaidia uweze kuhudumia kwa namna yako wewe wateja wako masaa 24. Sasa wengine wanasubiri, wakati wengine wanasubiri ambao hawatumii AI, soko linawapita mdogo. Kwa sababu unaweza ukafanya changes ambazo ulikuwa unabidi uzifanye ndani ya miaka miwili, unaweza ukazifanya ndani ya siku moja kwa kutumia AI. Mabadiliko ya kasi yanayotokea kutokana na AI. Jambo la kwanza, angalia, nataka uone hizi data. Internet ilitumia miaka 7 kupata watumiaji milioni 100. Sawa. Watu milioni 100 wa kwanza kutumia internet iliwachukua miaka 7. Lakini ChatGPT imetumia miaka miwili kupata watumiaji. Na hapo nataka ndio uone kabisa mabadiliko ya hiyo speed ya adoption ya hii teknolojia ya AI. Kwa hiyo wewe ukichelewa, yale mabadiliko ya ghafla yale yatakufanya uwe nyuma sana. Jambo la pili, soko la kazi. Kumekuwa na mabadiliko makubwa ya soko la kazi. Kwa mfano, 40% ya kazi ambazo mimi nimekuwa nafanya kama marketer, nimekuwa nafanya kama mtu wa customer service na kutengeneza mifumo ya customer service, 40% ya kazi za marketing na customer service zinaweza sasa hivi kufanywa na AI na kusaidiwa na AI sasa hivi tunavyozungumza. Kwa hiyo ina maana 70% ya wataalamu wa masoko hawana kazi, lakini hawajui kwa sababu bosi wao hajajua kwamba akichukua AI akamweka hapo, wewe hauna kazi tena. Okay? Kwa hiyo hii ni muhimu sana wewe mwenyewe uwe na mbinu yako ya kuadapt AI, lakini at the same time uwekeze AI kwenye biashara yako na kazi zako. Okay? Tuangalie Tanzania. Sasa hivi Tanzania tunalozungumza ni biashara 3% peke yake. 3% peke yake ya biashara ndio zimeanza kutumia AI kwa namna moja ama nyingine. Kuuliza ChatGPT, sijui kutengeneza picha kwa ChatGPT, sijui kuuliza ChatGPT mambo vipi? Biashara yangu iko Dar es Salaam, unanishauri nini? Yaani maswali ya kishikaji sana. 3% tu. Sasa hii ni fursa kubwa sana kwako kwa sababu soko bado halijajaa, soko bado halijaadapt, soko bado watu bado wakisikia naongelea masuala ya AI wananiambia, nimesikia unaongelea masuala ya AI, utafika mbali." Ndugu yangu, wewe unadhani mimi nataka kufika mbali? Wewe hapo ndio unataka ufike mbali. Wewe hapo. Kwa sababu 3% ya biashara Tanzania bado hazijui hata ChatGPT ni nini. Lakini wewe unaweza ukaelewa sasa hivi ChatGPT kwamba ChatGPT sio tu tool. Sio tu chatbot, sasa hivi ni agent, anakufanyia kazi sasa hivi. Okay? Hiyo ni jukumu lako. Sasa tuangalie wafanyabiashara wa zamani walivyokuwa wanafanya mambo na sasa hivi wewe ukitumia AI unavyofanya kazi. Okay? Sababu kuna mabadiliko makubwa sana. Kuna mabadiliko, na ukiangalia njia za zamani iko hivi. Zamani mtu mmoja alikuwa anabeba kila kitu. Na hii ndio kitu ambacho watu wa mifumo, watu walioona biashara na mifumo kabla. Okay, kuna huyu jamaa mmoja aliandika hiki kitabu kinaitwa E-Myth Revisited. Moja kati ya vitabu ambavyo navipenda sana kinaitwa The E-Myth Revisited. Kipo karibu hapo kwa sababu anapenda ukisoma. The E-Myth Revisited. Huyu ni mtu ambaye anakuelezea jinsi unavyoweza kufanikiwa kwa level ya makampuni makubwa kama McDonald's. Makampuni makubwa yanatengeneza mifumo, yana systemize kila kitu. Kila kitu kinavyoenda kinakuwa systemized ili hata siku unayoumwa bado biashara yako iwe inafanya kazi. Sawa. Njia ya zamani kwamba mtu mmoja alikuwa anabeba kila kitu. Anaandika caption mwenyewe saa 11 usiku. Let's say hiyo siku ngumdo, leo sija post saa 11 za usiku, unaandika caption mwenyewe, niandike nini? Sawa. Unajibu DMs kati ya unachagua kati ya kujibu DMs. Jamani, sina muda wa kujibu DMs, nina watoto. Inabidi nikawapikia watoto. Huna muda si wa kujibu DM kwa sababu kuna mtu sio inabidi uwasiliane naye au uonane naye, una kikao na wateja, unashindwa kujibu DMs. Hiyo ni njia ya zamani. Njia ya zamani ni kwamba ulikuwa unakisia bei. Unasema, hivi ule mzigo shilingi ngapi? Huwezi kukumbuka bei za bidhaa zako zote. Kuna mteja wangu mmoja anauza hardware.
ana kampuni moja Kariakoo, anatengeneza mauzo ya zaidi ya shilingi milioni 200 kwa mwezi. Alafu namuuliza hivi nyundo unauza bei gani? Sijui kwa kweli, ngoja nione, tuna nyundo aina nyingi. Hawezi kujua kichwani, na hiyo ni kawaida. Lakini hiyo ni kwa sababu ulikuwa unakisia bei zamani. Sawa? Mteja alikuwa akiuliza, unakaa kimya kwa sababu umechoka. Kwa sababu mteja anakuulizia bei na kwenye tangazo tena ulishaweka bei. Unasema, huyu mteja jamani, huyu mteja kwani haoni bei kwenye video yangu? Nimeweka bei pale. Nimeandika kabisa bei. Mteja anakuta nimeandika bei kabisa kwenye caption. Alafu ananitafuta tena kuulizia bei. Hiyo ni kwamba wewe unafanya hiyo biashara yako kizamani, ndio maana unalalamika. Wakati AI angeweza kusaidia kwenye mambo mengi, kutatua hizo changamoto zote bila wewe kuchanganyikiwa. Okay? Zamani wafanyabiashara wanaoendesha biashara kizamani, sasa hivi hawana data. Hawana mifumo, hawana mapumziko. Hawezi hata wakatenga muda wa kwenda kupumzika kwa sababu wao 100% ya muda wao ni biashara. Wakiona mtu amepumzika wanadhani ni mvivu, wakati huyo mtu mwingine ana mifumo. Yaani ana mifumo yake, wafanyakazi wake wote wanaweza wakawasiliana na mifumo yake badala ya kuwasiliana na yeye. Na wakauliza maswali na wakajibiwa. Imagine maswali yote ambayo unaulizwa na wafanyakazi wako kama una wafanyakazi. Boss samani kuna swini nini? Wangekuwa wanaweza kuwa na mifumo ambayo inawa guide. Muda ambao wana swali wanaweza wakauliza mifumo, wakaangalia mifumo jinsi inavyo operate, wakafuata mifumo. Mifumo yenyewe inaelezea kwamba wewe kwanza upasi kuuliza hilo swali. Wewe fanya hivi. Hayo mengine yanakuhusu nini? Sawa. Lakini hiyo ndio tofauti kati ya njia ya zamani na njia ya sasa hivi ya biashara. Sasa hivi wewe unakuwa na mshirika wako ambaye ni AI. Huyu AI ni agent. Sawa? Ni mfanyakazi, ni kama wakala. Ni kama mfanyakazi wako ambaye amejitolea kuja kufanya kazi kwako. Na unamlipa kabisa kima cha chini cha mshahara. Halalamiki, anafanya kazi masaa 24, anakufanyia kazi muda wote. Kwa hiyo wewe na AI sasa hivi ni team ya watu. Ni team, yani biashara yako wewe kama unaifanya peke yako. Nataka nikupe haki ya kwenda unajitangaza sasa hivi unasema sisi tunasaidia watu. Ndio mnasaidia watu kwa sababu ni wewe na AI mnafanya kazi. Okay? Wewe na AI sasa hivi ni team nzima. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano. Kwenye kujitangaza kwenye mitandao ya kijamii lazima uandike captions. Okay? Captions kwenye video zako au kwenye content zako au kwenye picha zako au kwenye maelezo ya biashara yako, ya bidhaa zako. Caption ni muhimu sana, ni sehemu muhimu sana ya eneo la kujitangazia kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu huwezi watu wengi waangalie video, watu wengi wanaweka ma earphones au wakiwa peke yao, lakini wakiwa wanatembea huko na watu. Wakichukua simu hawezi wakaangalia content zako kwa sababu hauna caption pale. Lazima uandike caption ili waendelee kutumia simu kuangalia content zako. Sasa hivi caption zinaandikwa ndani ya dakika 5. Ndani ya dakika 5 ushamaliza, ushaandika caption. Na hiyo caption inaandikwa kwa sauti yako kwa kutumia AI, kwa style yako. AI anakuwa anajua style yako. Okay? DM zinajibiwa kwa template smart. Sasa hivi ukitumia AI unaweza ukajibu DMs haraka kwa kutumia templates, smart templates. Hakuna ile kwamba mteja anakuulizia swali alafu unakosa unajiuliza mbona nimepata maswali mengi, unachelewa kumjibu mpaka unashindwa kumjibu. Hakuna tena hiyo kitu. AI anakusaidia kwa kutumia kwa kutumia smart templates. Lakini pia bei na bajeti zinajengwa kutokana na data. Sawa? Kwa mfano kama unataka kuweka bei ya bidhaa zako, wafanyabiashara wengi wanaangalia soko. Mtu analeta bidhaa sokoni, anajiuliza, hii bidhaa niweke bei gani? Alafu anaanza kusema, ngoja niangalie kila mtu anaweka bei gani. Anaenda kuangalia huko, ana search wanaouza bidhaa kama ya kwake, wote wanauza shingapi, alafu na yeye anaweka pale pale. Huo ni mwanzo wa kufeli kwenye biashara yako. Hawa watu wanaweka hizo bei kwa sababu hawauzi. Kila mmoja anashindana kwenye bei. Ukiona mnashindana kwenye bei, ujue nyote mnataka kuharibu biashara yenu. Poleni sana. Kila mtu ananunua kutokana na value. Lazima ujue jinsi ya kucommunicate hiyo value. Na sasa bei na bajeti yako, vyote hivi vitu vinapangwa, vinajengwa kutokana na data. Sio mawazo. Vinajengwa kutokana na data. Kwa hiyo unaangalia ni point gani ya bei utaweka ambayo itawafanya wateja wako waone thamani ya ile kitu. Sasa AI anaelewa vizuri wateja wako. Na huo ndio uzuri sana wa kutumia AI. Kwa hiyo hauendi kutumia mawazo yako sasa hivi, unaenda kutumia data. Uendi kutumia hisia. Okay?
Mteja anapata majibu ndani ya dakika 10 kwa staili moja. Haya ni mabadiliko makubwa sana. Zamani mteja akikutumia message saa 4 usiku kama umelala, hawezi kumjibu. Hawezi kumjibu. Lakini sasa hivi unaweza kumjibu. Na ikitokea amekutumia masaa ya kazi na umepata message nyingi, zamani ilikuwa huwezi kuwajibu watu wote. Sasa hivi unaweza ukawajibu. AI inakuongezea speed. AI inakuongezea speed. Okay? Sasa hivi maamuzi yanajengwa kwa data kwenye biashara. Hata ukiwa umelala. Okay? Kwa hiyo sasa hivi ndivyo biashara zinavyofanya kazi. Zamani ulikuwa unaandika caption saa 11 saa 5 usiku, unachoka. Sasa hivi unaandika ndani ya dakika 5 ushamaliza. Sawa. Unajibu DMs kwa unajibu hizo DMs badala ya kusema niwapikie watoto au nijibu DMs. Mbona kama kitendo cha kujibu DMs ni haraka? Unaweza hata ukajibu DMs ukiwa unapikia watoto. Okay? Haya ndio mabadiliko ambayo AI inaleta. Haya. Kuna wafanyabiashara wengi ambao nikiwashauri waanze kutumia AI kwenye biashara zao, wanasema ngoja nisubiri. Ngoja tusubiri kwanza, tuone itakuwaje. Msubiri muone itakuwaje. Okay, sawa. Kila siku bila AI, ngoja nikuoneshe. Wewe kama ni mfanyabiashara, kama wewe ni solopreneur, kama wewe ni mfanyabiashara, ni mjasiriamali, unaendesha biashara yako, wewe mwenyewe ndio unayesimamia marketing yako. Bila kutumia AI kwenye biashara yako, bila kutumia AI kuuza online. Sawa. Hivi ndivyo unavyopoteza mauzo kwenye biashara yako. Cha kwanza, kuna maeneo muhimu sana. Eneo la kwanza ni DMs ambazo hazijibiki. Kwenye DMs ambazo unasahau kujibu kwa sababu hauna muda wa kuzijibu, unapoteza 70% ya hizo inquiries. Hiyo ndio hasara kubwa unayopata. 70% ya watu wanaokutumia message kukutafuta, kutumia message kupitia kwenye matangazo yako, 70% wanapotea kwa sababu unachelewa kuwajibu. Unasahau kuwajibu, unasahau kuwafanyia follow up. Sawa? Kwa hiyo unajikuta kwa mwezi umepoteza mauzo, either mauzo 5 mpaka 8 kwa wiki au mauzo mara 5 mpaka 8 ya mauzo yako. Lakini twende kazi. Eneo jingine ni content ambazo hazina mfumo. Unatengeneza content ambazo haziko connected. Content zako zote zinabidi ziwe zinaongea kitu kimoja, zinawapeleka wateja wako sehemu moja. Zinabidi ziwe na style tofauti hizo content, lakini zinabidi ziwe na sababu ya kwa nini zinapostiwa, zinachangia vipi kwenye lengo lako kuu. Kwa hiyo ina maana content zako kama hazina mfumo, unakuwa unapoteza ule ufikiaji, jinsi unavyofikia watu, ile reach, zile views, 60% ya hizo views mara nyingi unajikuta hazina maana kwa sababu haukuwa na mpangilio na hizo content zako. Okay? Na ule muda, na kwa kuwa hauna mfumo wa content, unasahau kupost, unapoteza reach 60% kwa mwezi. Okay? Mwisho wa siku unajikuta umepoteza followers badala ya kupata followers. Unapoteza followers 200 badala ya kuongeza followers. Haya. Eneo jingine ni wateja kutokurudi. Kama biashara yako unafanya biashara alafu wateja wako hawarudi, hasara kubwa unayoipata ni kwa sababu hauna follow up. Na hivi vitu vyote vinawezekana kwa sababu hautumii AI kwenye biashara yako. Okay? Hauna mfumo wa follow up. Kisa ulishindwa kuajiri wafanyakazi wakawa wanafanya follow up. Sasa hivi unaweza ukawa unatumia AI na unapata muda wa kufanya follow up, na follow up inafanyika. AI inakusaidia kwa asilimia kubwa sana kufanya follow up. Kwa hiyo unajikuta unapata hasara. Unapoteza wateja ambao walibidi wawe wateja wa kudumu 30% kila mwezi. Okay? Haya, eneo jingine ni kwenye kufanya maamuzi. Unabahatisha kufanya maamuzi. Unataka ufanye expansion ya biashara yako, unaanza kujiuliza, hivi nifanye expansion, nipeleke duka Mwenge, nisipeleke duka Mwenge. Nipeleke duka Sinza, nisipeleke duka Sinza. Niweke branch Mwanza, nisiweke branch Mwanza. Unabahatisha kufanya maamuzi, unatumia hisia. Kila kitu unachobidi ukifanya kwenye biashara yako kinabidi kiwe kinatumia data. Sawa. Kwa hiyo unajikuta hasara yako ni kwamba bei na bajeti na maamuzi yako yote yanakuwa sio sahihi. Na unakuta kwenye faida unayopata kwa mwaka unapoteza margin ya 15% na zaidi. Kwa hiyo tukipiga mahesabu asilimia ya hasara unayopata kwenye biashara yako, either kwa moja au bila kujua, 60% ya mapato yanayowezekana yanapotea kila mwezi kwa mifumo ambayo inakosekana kwenye biashara yako. Hii ndio jumla ya hasara. Okay? Sasa tuelewe
Mtu mmoja anawezaje kuendesha operation ya watu 10? Hili ni swali ambalo inabidi ujiulize sasa hivi kwenye biashara yako, kwa sababu AI anawezesha kufanya hilo jambo. AI anawezesha sasa hivi mtu mmoja kwenye biashara yako, kwenye kampuni, au wewe kama unaendesha biashara kama mtu mmoja, kama solopreneur, kila kitu unafanya wewe, kutangaza biashara yako, kuzungumza na wateja ni wewe. Kufunga madili ni wewe. Wewe ndo closer, wewe ndo mtu wa marketing, wewe tena ndo closer. Sasa kama wewe ni mtu mmoja, unaweza kaendesha operation ya watu 10. Unawezaje kufanya hivyo? AI haitochukua kazi yako. AI haito kureplace. Wafanyabiashara wengi, especially wajasiriamali ambao unajua ujasiriamali unachosha. Kwa hiyo nikisema wajasiriamali ambao wanachoshwa na ujasiriamali wao, most certainly ni wote. Wengi wananipigia simu wananiambia, mimi nataka AI iende huko iniletee wateja yenyewe, yani bila wewe kufanya chochote. Sasa hicho kitu hakuna mtu anayekushauri. Kwa nini? Kwa sababu AI akifanya maamuzi mwenyewe, utapoteza biashara yako. Wewe ndo unabidi uwe kichwa bado. Lakini kwa kutumia AI unaweza kufanya kazi za watu 10. Hiyo ni faida kubwa sana kuliko kutaka wewe muache AI afanye vitu vyako vyote. Sasa AI haitochukua kazi yako. AI itakupa nguvu ya kupanua biashara yako bila kuajiri timu. Kwa hiyo wewe unakuwa unafanya maamuzi kwa data, sio kwa kubahatisha. Na hii ni faida kubwa sana. Faida kubwa sana kwa wafanyabiashara. Yaani nataka nikwambie kwamba AI imekuja kwa manufaa yako. Unaweza kuhisi kwamba AI itawasaidia watu wengi ambao wana stress, waongee nayo. Achana nao, wao wana stress. Kila mtu ana stress. Na stress hazitoisha. Lakini wewe kama mjasiriamali, AI imetengenezwa kwa ajili yako. Angalia hapa. AI inakupa kasi ya asilimia zaidi ya 10. By default tu kwenye uandishi wa content. Chochote kile ambacho kinahitaji kuandikwa. Jiulize kwenye makampuni uandishi unatumika kwa namna gani? Kutype, kuandika kitu, kuandika email, kuandika barua, kuandika message, kuandika caption, kuandika proposal, kuandika document, kuandika report. Uandishi wowote wa content za aina yote ile, AI anakuongezea speed mara 10 by default. Bila wewe kufanya chochote, bila wewe kuongeza chochote. Imagine kila mfanyakazi wako au wewe unaongezewa speed mara 10 ya uandishi wako. Ulikuwa unatumia dakika 5, dakika 10, dakika 20 kufanya kazi. Sasa hivi unaweza kuifanya ndani ya sekunde 2. Labda nikupe story. Kazi ambazo nimezifanya miezi 2 iliyopita peke yake kwa kutumia AI na Claude Code. Ni kazi ambazo nilipiga mahesabu. Kama ningeweza kuwa nalipa watu wanifanyie hizo kazi. Na vitu ambavyo tumeweza kufanikiwa kuvifanya, tungekuwa tumetumia gharama kiasi gani kwa hiyo miezi 2? Jibu ilikuwa ni zaidi ya shilingi milioni 379. Sasa kazi ambayo ilihitaji kufanyika kwa milioni 379 umeifanya kwa kasi kubwa sana, kwa uwezo mkubwa sana kwa kutumia AI. Na hii it's a very powerful thing kwa wewe kama mfanyabiashara. Haya, tuongelee mauzo. Kama unauza kupitia DM, sasa hivi unauza kwa kupitia DM, labda kupitia WhatsApp, kupitia DM za Instagram. Unaweza ukaongeza mauzo zaidi ya mara 3 bila kufanya chochote kile. Bila kubadilisha unachokiuza, bila kubadilisha bidhaa zako, huduma zako, kwa kutumia AI kwenye process yako ya mauzo, unaweza kuongeza mara 3. Okay? Haya. Muda ambao unarudi kwako. Wafanyabiashara wengi ambao ni kwa sababu wewe kama mjasiriamali, hawaita wajasi sasa. Wajasi ni kifupi cha wajasiriamali. Hawa wajasi ni wajasiriamali wanaotumia teknolojia sasa. Mimi na wewe. Okay? Waga tunataka muda. Kazi yako wewe kama mjasi ni kutaka muda. Kutaka muda urudi kwako, uwe free. Upate muda wa kutosha kwenda kufanya vitu vingine ambavyo vina maana zaidi. Ndio lengo lako. Lengo lako lilikuwa ni hilo ulivyoanzisha biashara. 80% ya muda wako unarudi kama unaanza kutumia AI. 80% ya muda wako unarudi. Kwa hiyo 20% ya muda uliobaki unaweza ukautumia kufanya vitu vya maana ili ile 80% iwe na maana zaidi. Sasa mimi sometimes watu wanakutana na mimi, nipo njiani napiga story sehemu, nakutana na marafiki zangu, nakutana na familia yangu, tumekaa tumetulia. Ule muda nimeutengeneza ule muda. Nimeacha AI ifanye 80% ya kazi zangu zote. Na mimi nimepata muda wa kutosha kuwa free. Huu muda 80% unarudi kwako kwa kutumia AI. Na hivi ndivyo mtu mmoja anaweza kufanya operation
ya watu 10. Kwa sababu kama una speed mara 10 na una mauzo zaidi ya mara 3 wewe peke yako na unapata 80% ya muda umerudi, ina maana unaweza ukafanya kazi ya zaidi ya watu 10 sasa. Kwa sababu una muda wa kutosha, 80% ya muda uko free, lakini pia unafanya kazi mara 10 kwa ile speed. Na maana kama kazi ulikuwa unazifanya let's say ndani ya masaa 8, unafanya kazi zaidi ya mara 10 ndani ya hayo masaa 8. Hiyo ndo kitu ninachokisema. Kwa hiyo jinsi unavyoangalia AI inavyokusaidia kwenye operation zako. Usiangalie tu kwamba AI imenitengenezea picha. Hapana. Angalia muda ilivyokusaidia. Angalia speed, angalia mauzo. Kwa hiyo inakuongezea mauzo mara 3. Sawa? Inakuongezea speed ya kazi mara 10 na inakupa 80% ya muda wako umerudi. Hivi ni vitu ambavyo inabidi uvifurahie na uvione. Sawa? Uvifurahie na uvione na uanze kutumia AI kwa sababu hiyo. Okay? Sasa hii ni ahadi kubwa sana. Ni ahadi kubwa sana kwa AI. Kwamba bila nikienda kutumia AI, cha kwanza nitapata kasi ya mara 10, nitapata mauzo zaidi ya 3 times. Hapa ulipo, bila kuongeza bajeti ya matangazo ya kulipia, bila kununua chochote, bila kulipia hata hiyo AI. Yaani AI yenyewe kuwa free peke yake inakusaidia kwa hii speed. Okay? Twende sasa. Nataka uelewe the biggest thing ambacho nataka uondoke nacho kwenye hili darasa. Okay? Kama ni mfanya biashara, kuna mabadiliko makubwa 5. Mabadiliko hayo makubwa 5 ambayo yanabadilisha biashara yako na yanasababishwa na AI. Mabadiliko makubwa 5 kwenye biashara, kwenye kampuni yoyote ile, yanaenda kutokea ghafla, all of a sudden. Sawa? Na hayo mabadiliko 5 tutaangalia vizuri kama flow chart, lakini nitakuelezea kwa kina kadri tunavyoenda kwenye haya maeneo makubwa 5, jinsi AI inavyobadilisha haya maeneo. Okay? Eneo la kwanza ni kwenye customer service. Eneo lolote kwenye biashara ambalo wanazungumza na wateja, wanapokea wateja. Mimi nimewahi kufanya kazi benki, tena mimi nilikuwa nafanya kazi kama customer service. Wateja wakija pale, wanakuja pale kwenye customer service, ile sehemu ya customer service. Wananikuta pale, nawaambia karibu sana. Karibu sana, una changamoto gani? Karibu. Habari ya asubuhi, nawasalimia. Watu wanakuja na account yangu haina hela. Sasa mtajuaje sasa? Hujaweka hela. Tufanyeje sasa? Sasa customer service, hizo kazi za kuhudumia wateja, hizo kazi za kuzungumza na wateja, hizo kazi zinafanywa na AI. Au zinabadilishwa kwa asilimia kubwa na AI. Okay? Speed ya kuzifanya ile inakuwa kubwa kwa sababu ya AI. Ndani ya WhatsApp kuna automatic system ambayo unaweza ukaitengeneza ndani ya WhatsApp ikakusaidia kwenye customer service ndani ya WhatsApp. Okay? Na mifumo ya WhatsApp sasa hivi ipo kama WhatsApp quick replies pamoja na vitu vingine. Lakini speed ya kufanya huduma za customer service imebadilishwa kabisa completely. Okay? Samahani. Haya, tuendelee. Ya pili kwenye content creation. Watu wanaotengeneza content sasa hivi, kama wewe ni mfanyabiashara, upande wako wa biashara ambao wa marketing, pale unapotengeneza content, AI anakusaidia kwa asilimia kubwa sana. AI anakusaidia kwenye kuandaa captions. Na wafanyabiashara wengi wanasahau kwamba caption ni eneo muhimu sana la kujitangaza. AI inakusaidia kuandaa reels. Kwa namna yote ile ambayo atakusaidia, anakusaidia kwenye kuandaa reels, anakusaidia kwenye kuandaa carousels. Na hizi ndizo tools za mauzo. Hizi ndo mbinu ambazo unabidi uzitumie kwenye biashara yako kuuza kila siku. Okay? Eneo la 3 ni kwenye sales pipeline. Sales pipeline ni kwenye safari ambayo wateja waga wanapita kununua, na wewe unakuwa unaitrack. Sasa ile track inaitwa pipeline. Kila biashara inabidi iwe na pipeline, inajua wateja gani wapo kwenye hatua za kuwapelekea offer. Wateja gani wameshatufahamu, wateja gani washanuaga. Sasa hivi tunabidi tuwatumie labda ujumbe au tuwatumie offers za kurudi waweze kuwa wateja wa kudumu. Hiyo ni pipeline yako. Wewe kama hauna, then hiyo ni shida yako. Sasa kama kampuni yako haina, hiyo ni mifumo ambayo inabidi uwe nayo wewe kama mfanya biashara, kwa sababu ni vitu ambavyo vinajirudia kila siku kwenye biashara. Kwa hiyo mfumo wa follow up unafanya kazi ndani ya sales pipeline. Makampuni na wafanya biashara ambao hawana sales pipeline yao hawezi wakafanya follow up. Unafanyaje follow up kama hauna pipeline? Okay? Kama hujui wateja gani wa kuwafanyia follow up. Lakini sasa hapo ndipo AI inapofanya mabadiliko ya ghafla. Okay? Hiyo ni eneo la 3. Eneo la 4 ni kwenye data na maamuzi. Wafanya biashara wengi walikuwa wananiambia, mimi bana, sisi bado tunaandika kwenye karatasi.
wanatumia daftari kuandika wateja waliokuja, wateja walioondoka. Wanatumia karatasi na madaftari. Mauzo yaliyofanyika, bidhaa zinazouza zaidi, kila kitu kipo kwenye daftari. Kwa sababu labda wanahisi kwamba kuandika kwenye daftari ndio kinaonyesha ndio kuwa serious. Okay? Mimi na notebooks nyingi sana, lakini ninazitumia kama summary ninavyozungumza na wateja, lakini bado tena wateja lazima nizungumze nao, nichukue data za kutosha tena. Okay? Kwa hiyo kwenye kukusanya data na kufanya maamuzi ya bei, maamuzi ya bajeti, maamuzi ya mwelekeo wa biashara yako, hapa ndipo hizo ndo kazi za AI. Ni maana wewe mfanyabiashara ambaye either ni mfanyabiashara ambaye ni mfanyabiashara una kampuni ya kawaida, unatengeneza unafanya mauzo ya kawaida. Na nikisema mauzo ya kawaida, kichwani mwako najua inaeleweka. Lakini kama unafanya mauzo makubwa, pia hata wewe AI imekuja kwa manufaa yako. Okay? Kwa hiyo ni eneo la 4. Eneo la 5 ni kwenye operations, admin, invoice na ratiba. Haya ni maeneo ambayo AI imebadilika. Sasa ngoja nikuoneshe kwa mfano. AI imebadilishaje customer service? Okay? AI inabadilishaje customer service? Kwa mfano tuangalie ndani ya WhatsApp. Okay? Ndani ya WhatsApp kuna lazima uwe na namna ambayo unatoka kutoka kwenye makelele ambayo yanaendelea ndani ya WhatsApp yako. Sasa hivi wewe WhatsApp yako una magroup kama 16. Yaani WhatsApp yako haieleweki kabisa. Yaani it's noisy. Mpaka unakuwa na mfumo ndani ya WhatsApp ambao unaendesha biashara yako. Okay? Ngoja nikuoneshe. Kabla ya kutumia AI, mtu mmoja alikuwa anajisahau kila siku. Anajikuta anapata, kwa mfano unatengeneza tangazo afu unapata DMs. Wateja wengi wanakuulizia bei. Alafu kwa kuwa ni wengi, sometimes unasahau. Unajikuta kuna DMs ambazo umeziona baada ya masaa 4. Unakuja kugundua kwamba kuna mteja alinitumia message kwa sababu zilikuwa ni nyingi. Alafu unakuja kumjibu, hiyo ni shilingi 50,000. Amekuulizia bei shilingi ngapi? Unasema 50,000. Mteja ashaondoka, ashanunua kwingine na wewe umepata mauzo 0. Pole sana. Na hii ni kawaida kwa wafanyabiashara wengi. Asilimia kubwa ya wafanyabiashara ambao wanauza kwenye mitandao ya kijamii wanatengeneza matangazo ya kulipia na wanaona sasa hivi kwamba hawapati mauzo kama zamani. Njia wanayotumia ni hii. Lakini sasa hivi kwa kutumia AI, okay? Kwa kuikumbatia AI na kuitumia kwenye biashara yako, mfumo unakuwa hivi. Inakuwa AI na wewe mnafanya kazi pamoja. Usije kwangu mimi unaniambia, nataka AI nifanyie biashara mimi nikiwa huko nimelala Sumbawanga. Wewe, usifanye hivyo. AI anakuwa msaidizi wako. AI hakureplace. Wewe ukiondoka kwenye biashara yako, hata AI hatafanya kazi yoyote. Na hiyo ni nzuri sana ili vision iendelee kubaki ya kwako. Usimwache AI aendeshe biashara yako, haiwezekani hiyo kitu. Okay? Na ukifanya hivi, kuna watu ambao washajaribu, wanatengeneza vending machines, wanaziacha zirani kwa kutumia AI. Wanapata hasara, yani statistically. Okay? Kwa hiyo acha siku ambayo itafika labda ambayo utakuwa na AGI kabisa au ASI. Okay? Ile ambayo wanaikimbiza, wanataka AI ambayo anaweza kufanya kila kitu ambacho binadamu anaweza kufanya. Sasa hivi tuna agents, tuna mifumo, tuna agentic systems. AI anaweza kukufanyia kazi maeneo tofauti, akakurahisishia kazi kama tulivyozungumza. Okay? Lakini sasa baada ya AI, wewe unakuwa na mfumo wa hatua 3 wa mauzo. Mfumo wa kwanza, let's say mteja anakutumia message ya DM. Bei ni shilingi ngapi? Cha kwanza unakuwa unatumia smart quick reply ambayo ina maswali 3 ndani yake. Okay? Hii inakuwa imetengenezwa na AI ndani ya WhatsApp. Okay? AI anakuandikia pendekezo binafsi au unatumia ile smart template kuadjust pendekezo la yule mteja ambalo limeshatengenezwa na AI. Alafu ukishamaliza hapo, baada ya hilo pendekezo binafsi ambalo mteja anajisikia kama unazungumza naye mwenyewe, unaweza uka-close, ukampa mteja bei, ukamwambia malipo na delivery. Sasa wafanyabiashara wengi hapa ndo wanapokosea. Mteja akishakuulizia, "Hiyo ni shilingi ngapi?" Unamwambia bei. Upasi kufanya hivyo. Unabidi uwe na namna ambayo unampitisha mteja kwenye kuona thamani ya hiyo bidhaa au huduma yako. Na huu mfumo unakusaidia. Okay? Na hii inakupelekea mwisho wa siku uweze kupata mauzo. Okay? Kwa hiyo huu mfumo wa sasa hivi unakusaidia wewe na AI mnakuwa partners kwenye sales, kwenye DM. Alafu mwisho wa siku mnaweza mkafanya mauzo kwa hii style. Kuliko zamani ambavyo mteja anaulizia, unamwambia bei, anapotea. Bei inamuogopesha. Pasi kumuogopesha na bei. Kwa hiyo sasa kitakachotokea matokeo yake ni nini? Matokeo yake itakuwa ni kwamba asilimia 30 ya DMs utakazokuwa unapata zitakuwa zinakuwa mauzo. Sasa hivi ni 3 mpaka 4. Wafanyabiashara wengi wananiambia, mimi kati ya message 40 au 10, 40 unakuta message kati ya message 40 zinazokuja kwenye matangazo ya kulipia.
kati ya message 100 anapata watu 3 ndio wanakuwa wateja. Ina maana hiyo ni 3% tu, 3%. Hiyo ni 3%, 4% conversion rate. Okay, tunaita conversion rate. Lakini hapa kwa kutumia huu mfumo unafunga 30%. Ina maana kati ya watu 100 wale kutumia message, angalau watu 30 wanakuwa wateja. Hilo ni ongezeko la zaidi ya mara ngapi? Okay? Hilo ni ongezeko la zaidi ya mara ngapi? Tukichukua 30, hii ni hesabu ambayo inabidi wewe unaifahamu. Ni ongezeko la zaidi ya mara 10. Okay? Zaidi ya mara 10. Yeah. Actually sio mara 10. Ngoja tupige mahesabu. Tukipiga mahesabu vizuri hapa tunapata zaidi ya mara 10. Kwa sababu tunachobidi tufanye hapa, tunabidi tuchukue asilimia. Asilimia hapa ni 0.3. 0.3. Sawa. Sasa hivi hii ni asilimia 3. Asilimia 3. Sawa, ina maana kuna mtu mmoja ambaye yeye anapata wateja 3. Wewe sasa hivi utakuwa unapata wateja 30. Okay? Na tukiangalia mauzo, let's say kitu mnakiuza milioni 3. Sawa, kitu mnakiuza labda let's say milioni 1. Kwa hiyo ina maana mnatengeneza milioni 3. Yeye anakuwa anatengeneza mara 10 zaidi ya hiyo hapo basically. Okay? Anakuwa anatengeneza mara 10 zaidi ya hiyo, which is milioni 30. Kwa hiyo ina maana my friend, haya mabadiliko madogo haya, impact yanayoleta kwenye biashara yako ni enormous. Ni ajabu sana na hii sio kwamba na kuahidi kwamba itatokea kwenye biashara yako, lakini inategemea na jinsi ambavyo unaitumia AI obviously. Lakini hii kitu kinaonekana kabisa. Muda wa kumjibu mteja, zamani ulikuwa unatumia masaa 4 unapoteza muda unasahau. Sasa hivi ndani ya dakika 10 unatumia muda mchache wa kumjibu mteja. Kwa hiyo ina maana unaweza kumjibu kila wakati na haupotezi tena inquiries. Okay? Haya. Twende. Wazo moja, post 7 za wiki nzima. Okay? Hapa ni kwenye content creation, kwenye eneo la content creation, hapa ndo shida ilipo sasa. Wafanyabiashara wengi wana post content wanazozipost ni zile content za ule muda. Ni kama za kimihemko yani. Okay? Of course, tutaongelea mihemko hivi punde. Lakini sasa nataka ufikirie kwenye biashara yako. Ile siku ambayo unaanza kutengeneza content ni pale unapojisikia jamani, sijatengeneza content, tengeneza content gani? Unaanza kutengeneza content pale. Lakini sasa hivi let's say umepata story ya mteja. Kwa mfano let's say umemhudumia mteja, akakushukuru sana, akakutumia zawadi. Ni mfano tu, akakushukuru sana, akakutumia zawadi. Hiyo story inaweza ikawa content. Na hiyo unachukua hiyo story ya content, ya historia ya mteja, unaiunganisha na business profile yako ambayo AI anaweza kaielewa. Okay? Lazima uwe na business profile yako ambayo AI anaielewa ili aweze kuelewa context ya biashara yako. Unachukua ile, unadumbukiza ndani ya prompt ambayo inamfanya AI ajue kama anafaa afundishe au aeleze hiyo story kama storytelling au auze. Alafu unapata content moja nzuri sana. AI anatumia huu mfumo, anakutengenezea content. Na akikutengenezea content unachokipata, either unapata carousel ambayo ni ya elimu, okay? Au unapata post ya offer, au unapata story ya mteja ambayo iko structured vizuri, au kama unaweza ukatweet au ukapost TikTok, unapata thread, au unaweza ukapata story ya behind the scene, unaweza ukapata message ya kutuma kwa mteja kama broadcast, au unaweza ukapata template mpya ya DM. Hivi vitu vyote vinawezekana kwa sababu AI anachokifanya, anachukua wazo moja la content, analibadilisha kuwa aina 7 tofauti za content ambazo unaweza ukapost wiki nzima. Kwa hiyo ina maana AI anachokifanya, anafanya hata siku moja usikose content za kupost. Yani story moja ya mteja au wazo moja tu la content, AI anakusaidia kulibadilisha kuwa aina 7 za content kwa wakati mmoja. Aina 7 za content kwa wakati mmoja. Na unaweza ukazipost ndani ya siku tofauti tofauti kiasi kwamba content moja, aina moja ya content unaweza ukaipost ndani ya siku 7. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba unajikuta wiki nzima ya content unaweza ukaipata ndani ya sekunde 30. Ina sauti yako, mfumo ni AI. Okay? Kwa hiyo ni eneo la pili, mabadiliko kwenye content creation. Mabadiliko mengine ni kwenye sales pipeline. Wafanyabiashara wananiuliza, sales pipeline ni nini? Sales pipeline, ndugu yangu, ni hatua ambazo unampitisha mteja kwenye mauzo. Na wewe kwa mfano sasa hivi nikikuuliza, ni wateja gani, unajua ni wateja wangapi wako kwenye pipeline yako? Na ni wateja gani inabidi wafanyie follow up? Hujui. Haujui, sio kwa sababu
wewe ni mjinga au biashara yako ni mbaya au hapana, au bidhaa yako ni mbaya. Sio kwamba hujui au wateja wako hawana hela. Hiyo sio sababu. Sababu ni kwa sababu haukufundisha hii pipeline, kwamba kila biashara inahitaji pipeline. Sasa ngoja nikuelezee. Unabidi uwe na biashara ya kweli kabisa. Unabidi uwe na a real business ambayo ina pipeline. Kwa nini? Kwa sababu otherwise utajikuta unatumia hisia kwenye kufollow up, kwenye kufanya biashara yako. Kila mteja anayeingia kwenye mfumo wa biashara yako, kila lead unayempata, unabidi wewe unajua yuko hatua gani ya mauzo, ili ujue unamtumia message gani. Hakuna inquiry ambayo inabidi ianguke. Upasi kumpoteza mteja kwa sababu hujui mazungumzo yenu yaliishia wapi. Sawa? Kwa hiyo sasa follow up yenyewe inabidi iwe inajiendea yenyewe. Yenyewe inajipeleka yenyewe. Yaani unabidi uwe na mfumo ambao unaweza ukauona, ambao follow up ni automatic. Okay? Na hapa ndipo AI anakusaidia sana. Kwa mfano, lead, mteja anaona post yako. Okay? Mteja labda mtu anaona content yako Instagram. Alafu ana comment kitu, anapata message, DM inaanza sasa hapo. Na maana huyo ni lead, sasa mmeanza mazungumzo ya mauzo. Anapata hiyo inquiry, labda amekuuliza hiyo bei shilingi ngapi, unaanza kumqualify. Hatua ya pili ya tatu ni kumqualify. Okay? Unajua kama je, huyu ni mteja sahihi au sio mteja sahihi, ili ujue kama unaendeleza mazungumzo au unampotezea. Kuna wale wateja ambao unakuta tu wanauliza lakini hawezi wakaja kununua. Okay, labda wanataka kuanzisha biashara na wao, au wanakuuliza kwa sababu wanataka wakuone wakati wewe uko Dubai huko. Ndio hivyo. Au ni washikaji zako wa inspire, wanakufuatilia mtandaoni, au ni marafiki zako wa zamani. Ukishajua ni hao, unajua kabisa unaendelea naye vipi au uko. Kama ni mteja serious, hapa sasa ndio unamrecommend sasa. Unampeleka hatua inayofuata. Unaanza kumpa pendekezo. Sasa hivi vitu vinafanywa na AI. Okay? Pendekezo. Alafu akishakubali mapendekezo yako, then una close. Okay? Hapa sasa ndo unampatia bei na malipo, unaenda. Na sasa hapa sasa ndo mteja either ananunua au hanunui. Akinunua hapa, 30% wananunua kama ukiwapitisha kwenye hii process. Okay? Ukiwapeleka ukitaka uclose hapa, ukitaka hii hatua ya kuclose uilete hapa, kwamba mteja pale anapokuulizia bei, pale unataka umclose, umwambie bei na kununua. Utafunga 3% peke yake. Okay? Sasa hapa 30% utauza. Na usipouza, wale waliobaki utawafanyia follow up. Okay? Utawafanyia follow up siku ya kwanza, siku ya 5 na siku ya 10. Alafu baada ya hapo utawapeleka kwenye process ya mauzo. Na mfumo utaanza upya, kwa sababu lengo ni kupata wateja ili uwatunze. Biashara siku zote inataka ipate wateja iwatunze. Sio tu ipate wateja afu basi ipate wateja. Ile ni lengo, ni kupata mteja na kufanya yule mteja aje anunue tena na tena na tena na tena na tena na tena. Yaani lengo lako ni umtunze mteja wako. Kwa hiyo hii pipeline inakusaidia kufanya hivyo. Sawa? Kwa hiyo AI inakusaidia kurahisisha hatua ya 3 mpaka ya 6. Kuanzia hapa kwenye hatua ya 3, AI anakusaidia mpaka hatua ya 6 hapa. Wewe unachoshikilia zaidi ni kwenye kuclose. Hapa kwenye kuclose hatua ya 5. Hatua inayojirudia hatua ya 3. Hatua ya 7 inarudisha hatua ya kwanza, kwa sababu hii hatua inakuja kuleta mteja tena, aweze kuona tangazo lako jingine, aweze kuona unauza kitu kingine tena, anunue tena. Kwa hiyo huu unakuwa ni mzunguko unaojirudia, na hapa ndipo mauzo yanapofanyika. Wafanyabiashara ambao hawafanyi mauzo hivi kwenye DM, kwenye online, kama unafanya mauzo online, hii ni mbinu ya mauzo. Huu ni mfumo wa mauzo ambao sio wa ana kwa ana. Wafanyabiashara wengi wamezoea kupata wateja wa ana kwa ana, na wanadhani kwamba kwenye mitandao ya kijamii hiyo mbinu ndio unayouzia pia. Mtu akija ana kwa ana kwambia, "Hiyo shilingi ngapi?" Unamwambia, "Hiyo ni 50,000 boss." "Hiyo ni shilingi ngapi?" "Hiyo 700,000 boss." "Hiyo shilingi ngapi?" "Hiyo shilingi 60,000 boss." Wengi wanadhani kwenye DM ndio inavyofanya kazi. Usifanye hivyo. Mteja akija anakuulizia bei, upasi kumsukumiza bei moja kwa moja. Na hicho ndio kinafanya watu wasiuze. Afa anashaka, "Bora siuzi tena." Lakini hauna pipeline. Wapitishe kwenye pipeline vizuri hivi. Okay? So, anyway, tuendelee sasa. Hivyo ndivyo AI inabadilisha sales pipeline, mabadiliko kwenye makampuni. Kwa hiyo AI kwenye makampuni, AI anafanya hizi kazi. AI anashika hatua ya 3, ana qualify, ana recommend, lakini pia ana hatua ya 6 mpaka hatua ya 6 anasaidia kwenye follow up. Wewe una close. Okay? Alafu AI anafanya huu mfumo ujirudie. Eneo jingine ni kwenye data na maamuzi. Mabadiliko mengine ambayo AI analeta kwenye makampuni na kwenye biashara yako wewe
ni kwenye data na maamuzi. Ngoja nikwambie, unabidi uache kubahatisha. Wewe kama ni mfanyabiashara unabidi uache kubahatisha. Unabidi uanze kuamua kwa kutumia data. Okay? Ngoja nikupe ningefungua hapa spreadsheet nikuoneshe mifano. Ngoja nifungue spreadsheet nikuoneshe mifano. Ngoja nikuoneshe AI inachofanya. Kwa mfano, huu ni mfumo wa AI. Okay? AI ananifanyia bookkeeping, anavyonitunzia taarifa za biashara yangu yote. Okay? Kila muda ambapo manunuzi yanafanyika au napolipwa au hela inapoingia kwenye maeneo yangu yote, AI anachofanya ana structure zile taarifa, ananifanyia bookkeeping, ananitunzia taarifa zangu zote. Okay? Anachukua ana log hizi data humu ndani. Miamala yote anaitunza. Kwa hiyo naweza nikamuuliza, mwezi tumetengeneza faida kiasi gani? Ananiambia. Kwa sababu hizi data zote yeye mwenyewe ndo kazipangilia. Mimi hii kazi sijafanya. Imefanywa na AI. Okay? Kwa hiyo tunavyokuwa nazungumzia data, nasema AI anakusaidia kwenye kuamua kwa data, kufanya maamuzi yote kwa data. Sawa? Sasa ngoja nikuelezee cha kwanza. Data kwenye biashara yako zinatoka wapi? Una data kila siku. Kila siku unapata data kwenye biashara yako, lakini hauzitumii na hauzitunzi. Hauzichakati na hauzitumii vizuri. Ngoja nikuoneshe. Kwa mfano, kuna maeneo makubwa manne ambayo kwenye biashara yako ni source ya data, ni chanzo cha data kwenye biashara yako ambazo zinakusaidia kukuza biashara yako. Na ukitumia AI kwenye mifumo yako, AI inaweza kukusaidia kutumia hizo data vizuri kiasi kwamba zikusaidie kwenye kukuza biashara yako. Na hii ndo maana ya kuinvest kwenye biashara yako, kuinvest AI kwenye biashara yako. Na hapa ninaanza kuwa na beef sasa na wafanyabiashara ambao wao wanasahau kuwekeza kwenye biashara zao, wanaenda kuwekeza kwenye makampuni mengine. Yaani ina maana wewe huiamini biashara yako. Kwa sababu unawekeza kwingine kwa sababu unaamini utapata faida kwenye biashara ya mtu mwingine. Kule unapoenda kuwekeza si kwenye soko rahisi, unajua nawekeza milioni 100 napata faida kwenye hii kampuni. Hii kampuni naiamini sana. Ngoja niwekeze, ni invest kwenye hiyo kampuni. Alafu unasahau ya kwako. Na vitu vya kufanya ni hivi, kuwekeza AI kwenye biashara yako. Sasa kuna sources za data kwenye biashara yako. Na AI anakusaidia sana kutoka kwenye unstructured data ziwe data zilizopangiliwa vizuri. Na data zilizopangiliwa vizuri ndo data zinazokusaidia kufanya maamuzi. Ngoja nikuoneshe mfano. Kuna WhatsApp chats. Chat zako wewe na wateja wako ni source ya data nzuri sana. Instagram insights, maswali ya wateja, mahitaji ya wateja wanakuulizia nini. Hizo zote ni source ya data. Instagram insights, umefikia watu wangapi? Watu wangapi wamesave content zako? Engagement umepata kiasi gani? Hizo zote ni source ya data. Okay? Mimi ninavyofanya maamuzi kwenye makampuni ya watu, wanavyoniajiri, niende niwatengenezee mbinu ya kujitangaza au niangalie mifumo gani kwenye biashara yao ina mapengo, niwatengenezee mifumo, nirekebishe mifumo yao. Natumia data, yani basically natumia data, na hizi ndo data. Okay? Instagram reach, saves, engagement, mauzo ya mwezi, bidhaa zilizouza zaidi, M-Pesa statements, zile statements za mitandao ya simu na vitu kama hizo. Cash flow inakuwa rahisi. Hizi statements zote, okay? Unaona hizi data zote zimetokana na message moja kama hii. Angalia, unaona message kama hii. Unaona message kama hii. Okay? Hapa kwa mfano nimeenda hii ni message ya kununua mafuta ya gari. Lakini AI amechukua hii message, amepata hizi data zote ndani. Okay? Anajua hii ni refund, anajua hii imetoka tumelipia Google, anajua message zote. Unaona ukiangalia anaona kabisa hawa ni akina nani waliofanywa malipo. Sasa hivyo ni vitu ambavyo hizi statements ni source ya data. Lakini wewe hutaki kabisa. Hizo data zote unazo, sio kwamba hauna source ya data. Source ya data unazo, lakini wewe hauna mfumo wa kuzitumia zile data kwa manufaa yako. Okay? AI pia anaweza kaanalyze hizo data zako. Ukimwambia AI, chambua data hii, niambie bidhaa 3 zinazouza, niambie masaa ya juu ya mauzo, na mteja anayerudi mara nyingi ni nani? Niambie, AI anaweza kafanya. Kwa sababu ana taarifa, ana information, ana knowledge kuhusu biashara yako, na hizo knowledge anazipata kwenye hizi data. Okay? Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza akakupa recommendation hivi. AI anaweza akakupa recommendation kwamba kwenye bei panua margin, ongeza 12% ya hizo bei zako. AI anaweza kukushauri akwambia kwenye stock, tafadhali punguza bidhaa 4 zinazokufa. Punguza bidhaa 4 zinazokufa. Kwenye masaa, anaweza kukwambia post kuanzia saa moja mpaka saa 3 usiku. Ndio hayo masaa ya kupost. Okay? Anaweza kukwambia kwenye wateja, anaweza kukwambia lenga zaidi wateja wenye umri kati ya miaka 28,
wenye umri kati ya miaka 28 mpaka 38 ndani ya Dar es Salaam. Hivi vitu AI inaweza kukuambia. Hii ni kazi ambayo mimi nilikuwa nafanya kwenye makampuni. Sasa hivi na AI anafanya hiyo kazi, na wewe kwenye biashara yako kama AI afanye. Sasa ina maana sio, umenipata? Kwa hiyo haya ndio mabadiliko ambayo AI anaenda kufanya kwenye upande wa data na maamuzi. Kwa hiyo hata biashara ndogo, hata biashara ya kati, hata biashara kubwa sasa hivi inaweza ikatumia data kwenye kufanya maamuzi yake. Twende sasa. Haya. Mabadiliko ya operations, upande wa operations. Sawa, upande wa operations. Administration kutoka masaa 4 mpaka dakika. Kusimamia watu. Kutumia watu wateja, invoice. Ratiba za wiki, kupanga ratiba za mwezi, mambo ya report, mawasiliano na suppliers. Hivyo vyote ni administration, ni kazi za administration. Zamani ulikuwa unatumia lisaa lizima kuandaa invoice za wateja. Sasa hivi dakika 2 AI ashakuandikia. Kwa hiyo unakuwa umeokoa 95% ya muda kwenye invoice za wateja. Haya, twende ratiba ya wiki. Ratiba ya wiki ikoje? Ratiba ya wiki hamna shida. Kabla karatasi, unakuwa na karatasi clean. Okay, unapanga ratiba ya wiki. Hauna ratiba yoyote. Sasa hivi AI inakujengea kwa wakati kabisa. Sawa, AI inakujengea kwa wakati na unajikuta umeokoa 80% ya muda wako. Haya, twende kwenye report za mwezi. AI inakusaidia kuandika report. Zamani unakaa Jumamosi nzima kufanya mahesabu kuandika report. Sasa hivi AI inachambua data zako. Inachambua data zako AI na unajikuta ndani ya asilimia 90 ya muda wako unakuwa ushaokoa. Sawa? Haya, inafanya kazi 90% ya muda wako. Mawasiliano na supplier. Kuandika labda email au message zile za WhatsApp ambazo zinatengeneza report. Unachukua muda kuandika. Sasa hivi AI anakupa template 5 ambazo zinajirudia. Anaangalia report zako, anakutengenezea template 5 ambazo zinajirudia, anakuwa kazi yako ni kubaruza tu. Unaokoa 70% ya muda wako. Hivi ndivyo AI anavyobadilisha operations. Kuna kampuni moja ya umeme, wanatengeneza umeme wa future ndani ya majumba ya watu. Na ni kampuni ambayo tunafanya yote kazi, na tumetengeneza mifumo ndani ya kampuni yao kuanzia kwenye operations. Sasa hivi wana order management system, wana mfumo ambao unasimamia order kwenye kila hatua ambayo order inapita. Kuanzia mtu wa sales anavyopata order, aka close yale mauzo, anamtumia accountant anachambua, anaona kama mteja ashalipa, anapeleka kwa watu wa warehouse, wanaangalia bidhaa, wanaangalia kama zipo, kama hazipo zinafanywa procurement, zinasukuma kwenye upande wa procurement. Mfumo kabisa unasimamiwa na AI. Okay? Mfumo unasimamiwa na AI. Hiyo ndo jambo ambalo kwa upande wako sasa wewe unabidi ufikirie kwenye biashara yako AI inakusaidiaje. Kwa sababu hatuwezi tukatengeneza mfumo wa huyo mtu kwenye biashara yako. Kwenye biashara yako wewe una mifumo yako ya kufanya. Okay? Haya. Twende kazi. Kwa hiyo twende kwenye athari ya pamoja sasa. Generally kwenye athari ya pamoja, mabadiliko yale 5 unapata athari moja kubwa. Athari kubwa unayoipata kwenye biashara yako kwa sababu ya AI. Cha kwanza, unapata masaa zaidi ya 20 yanarudi kwako ambayo hauna kitu kingine cha kufanya. Unakuwa free. Yaani AI anakuokolea masaa zaidi ya masaa 20 ambayo yanarudi kila wiki guaranteed. Sawa. Unapata mauzo zaidi ya mara 3 kutoka kwa wateja wale wale. Wateja wale wale, kwa sababu wateja wale wale ulionao unaweza ukawafanya wawe wateja wa kudumu. Na utapata mauzo zaidi ya mara 3. Na kwa kuwa wateja wale wale ambao wanakuja, unawapitia kwenye process ya mauzo, wananunua zaidi. Kwa hiyo wakinunua zaidi unapata mauzo zaidi ya mara 3. Sawa. Haya. 45% ya wateja wako ulionao tayari wanarudi. Okay, wateja utakao wapata wanarudi 45%. Ina maana ukiuzia wateja 100, 45 watakuja kurudi. Ina maana ukipata 100 wengine tena, unakuwa umepata wateja 90 wa kudumu ambao watarudi tena. Na mwisho wa siku unapata pesa ya kutosha kutokana na maamuzi ambayo yamejengwa kwa data. Na hii ninayosema, hii sio uchawi. Hii sio kwamba nasema kwamba labda nadhani, hapana. Huu ni mfumo ambao unaweza ukajengwa kwa wiki 3. Ukijua hatua sahihi kwenye biashara yako, ndani ya wiki 3 unaweza ukajenga huu mfumo kwenye biashara yako. Okay? Ukijua hatua sahihi za kuweka kwenye biashara yako. Sasa twende kwenye framework ambayo utatumia. Okay? Unatumia framework gani kujenga biashara, kutumia AI kujenga biashara yako? Unatumia framework gani? Sasa natumia hii framework naita tumia AI. Yaani wewe anza kutumia AI.
Usiniambie nafanya nini Mark Benvix hivi ili niweze kufanya hivyo vitu ambavyo unasema. Yani hatua ya kwanza ni kuanza kutumia AI. Okay? Ndio hatua ya kwanza. Kwa sababu ukisema usubiri mimi nije kwenye biashara yako labda nikutengenezee mifumo, utachelewa. Utachelewa sana kwa sababu siwezi kuhudumia watu wote, siwezi kuhudumia kila mteja. Na probably wewe unaweza ukasema Mark Benvix bana, mimi kwa bajeti yako bana utabidi nifanye mwenyewe. Asafi, kama unaweza kufanya mwenyewe fanya, na utatumia hii njia ambayo naita tumia. Okay? Hatua 5 za kutumia AI. Kwanza leo. Haya sio mawazo. Huu ni mchakato ambao unarudiwa kwenye biashara yako, ambazo sasa hivi tushaweka zaidi ya biashara 75 ambazo tumefanya nazo kazi ndani ya Tanzania. Tumetumia hii mifumo ambayo nakuelezea hapa sasa hivi. Okay? Hatua ya kwanza, tambua. Kuna hatua waga ya utambuzi. Hata ikitokea mimi na wewe tumekubaliana nije kwenye biashara yako nikutengenezee mifumo ya biashara yako, au nikutengenezee workspace ya AI ambayo utakuwa unakaa kufanya kazi, kufanyia kazi kwenye biashara yako, unatumia AI kufanyia kazi. Kitokea nimefanya hivyo, cha kwanza, hatua ya kwanza ni utambuzi. Tambua mwanya mkubwa wa biashara yako. Ni maeneo gani ambayo kwenye biashara yako kuna mapengo? Hiyo mianya mikubwa inabidi uielewe wewe. Hatua ya utambuzi ni muhimu sana. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, unda profile. Sasa hii profile ya nini? Inabidi ujenge business profile ambayo itatumika kwenye kila mazungumzo ambayo unafanya na AI. AI awe anajua, awe na profile yako, awe anaelewa biashara yako. Lazima uwe na profile hiyo hapo. Okay? Kwa hiyo tafuta namna uwe na profile nzuri sana ambayo AI anaielewa vizuri. Okay? Wanafunzi wangu wage na watengenezea mwenyewe profile. Kingine, tumia mfumo. Okay? Tengeneza mfumo. Unachobidi ufanye ni utengeneze mfumo wa content, mfumo wa DM, mfumo wa follow up. Hii mifumo lazima uwe nayo kwenye biashara yako. Lazima uwe nayo hii mifumo kwenye biashara yako. Okay? Hatua ya 4, itumie sasa. Itumie kila siku. Itumie kila siku. Angalau dakika 30 kwa siku kuna kitu ambacho unaweza kufanya. Kwa wanafunzi wangu wale ambao utakuja kuingia kitokea kwenye masterclass, kuna mfumo wa dakika 30. Ndani ya dakika 30 unaweza ukatumia AI na ukafanya kazi ambazo zinakuletea haya matokeo yote. Okay? Na hatua ya mwisho ni kuwasilisha. Kuwasilisha ni ku naturalize, kufanya iwe kawaida kwako. Kufanya iwe kawaida kwako ina maana utakuwa unapima, unaboresha, unapanua, lakini kwa kutumia data. Hivyo ndizo hatua 5 za kwanza leo kutumia AI. Okay? Kwenye biashara yako. Na biashara 75 mpaka sasa hivi ambazo tumefanya nao kazi, tumeziwekea mifumo, zinafanya mauzo mazuri sana. Sababu ndani ya miezi ya mwisho ya 2025 wamefanya mauzo zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 100. Okay? Kwa hiyo vitu ambavyo vinafanya kazi ndio vitu ambavyo ninakuletea. Tuendelee sasa. Wewe unaweza kujiuliza, Mark Benvix, Mark Benvix, wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi naitwa Mark Benvix, Elius Kamuhangire. Na lengo langu mimi kama mwanzilishi wa Zillim AI Systems na Zillim Digital ni kuwa professional adoption AI adoption partner. Mimi nataka niwe professional AI adoption partner wako wewe kwenye biashara yako wewe. Pale ambapo unataka uweke AI, utumie mifumo, utengeneze mifumo ya AI, mimi nitakusaidia kujenga hiyo mifumo kwa AI kwa wewe kama ni mjasiriamali wa Kitanzania, kama ni mjasi ambaye unataka kukua bila kuajiri timu kubwa. Okay? Yeah. So biashara ambazo tumefanya nazo kazi so far, biashara kama 75, biashara Tanzania ambazo zimejengwa kwa mifumo ya AI, na mauzo ambayo wateja wamepata ndani ya miezi mitatu, shilingi za Kitanzania bilioni 1 na milioni 100, kama milioni 119. So hiyo ni kazi ambayo tumefanya zaidi ya miaka 3 kwenye AI. So huu karibu wangu na AI unanifanya nione kwamba hii ni fursa kubwa kwako wewe kama mfanyabiashara. Ni fursa kubwa kwako wewe kama mjasiriamali. Okay? Sasa kama wewe unajua AI ni muhimu mpaka sasa hivi, lakini hujui wapi pa kuanzia. Unaweza kuanzia kwenye tutorials za YouTube. Ngoja nikuoneshe hapa, maana ngoja nikuoneshe. Unaweza kuanzia kwenye tutorials za YouTube. Lakini sasa ubaya wa tutorials za YouTube, kuna habari nyingi, kuna mambo mengi. Hakuna mifumo. Unatumia siku nzima lakini hujui nini kinafaa kwa biashara yako. Okay? Ukiingia kwa mfano ndani ya channel yangu ya YouTube kuna madarasa zaidi ya 200. Okay? Yote haya madarasa ni bure. Okay? Kwa mfano kuna hii darasa linakufundisha jinsi wajasiriamali wanatumia AI kufanya follow up, hii hapa jinsi ya kutumia AI kwenye social media marketing.
alafu kuna hii hapa jinsi ya kutengeneza AI sales system pamoja na vitu vingine. Lakini sasa unaweza ukaingia AI, ukatumia AI kila siku. Lakini mwisho wa siku utakuwa hujui nini kinafaa kwa ajili ya biashara yako. Unaweza ukatafuta kozi za nchi za nje, huko kuna kozi nyingi huko nje. Ukasoma hizo kozi za nje. Mfano ukaenda ukatafuta kozi za watu kwa US, UK. Tatizo ni kwamba haijibu hali ya soko la Tanzania na kuelewa kwamba wateja wetu wengi tunawahandle ndani ya WhatsApp. Wanakuwa hawajui. Okay? Kwa hiyo mifumo ambayo nimetengeneza na mifumo ambayo ninafundisha mimi ni mifumo ambayo inaelewa utamaduni wetu sisi. Watu wananiambia sisi Wabongo tuko hivi. Ndio, najua kuhusu Wabongo. Najua jinsi Wabongo walivyo wasumbufu kama wateja. Naelewa kabisa. Kwa hiyo unavyotumia AI nayo unaitumia kwa hiyo awareness. Sawa? Na ndio unaweza kusema ujifunze peke yako. Ukijifunza peke yako utafanya kama mimi nilivyofanya. Utatumia miezi 6 kupanga prompt moja. Kuelewa prompt moja unaitumia AI. Wakati mshindani wako atakuwa tayari ameshakutangulia. Kwa hiyo unahitaji ni mfumo, sio nyenzo zaidi. Okay? Unahitaji mfumo, sio YouTube tutorial zaidi. Unahitaji mfumo, sio kozi za nje. Unahitaji mfumo na sio kujifunza peke yako. Okay? Naweka hizi video YouTube, lakini nina uhakika sio kama ndio unachokihitaji. Unachokihitaji ni mfumo ambao umejaribiwa, okay, kwa wafanyabiashara wa Tanzania na umeandaliwa kwa biashara yako. Yaani unahitaji mfumo wako binafsi. Sasa ngoja nikuoneshe kwa wale ambao wanahitaji mfumo kamili kutoka kwangu, wachukue ule mfumo wangu, niwaoneshe mfumo ulivyo, alafu wachukue ule mfumo wa copy na kupaste kwenye biashara yao. Okay? Kwa wewe ambaye unahitaji huo mfumo sasa. Huo mfumo ambao nimekuelezea ndani ya hili darasa lote. Unaweza ukachukua huo mfumo ukaukopi na ukaupaste kwenye biashara yako. Okay? Ukaupaste kwenye biashara yako. Huu mfumo una kila kitu unachohitaji ndani ya package moja. Ngoja nikuoneshe. Cha kwanza, unapata masterclass ya tumia AI kuuza online. Unajifunza ndani ya masaa 3, unajifunza misingi ya biashara kwenye biashara na AI. Unajifunza jinsi ya kuongeza mauzo na AI. Unajifunza jinsi ya kutengeneza mfumo wako na AI kwenye biashara yako. Okay? Thamani ya hili darasa ni shilingi 400,000. Sawa. Aya. Twende kwenye bonus. Bonus utakazopata ukiingia kwenye hii. Sasa ndani ya hii masterclass ndio utapata huu mfumo huu. Utakopi na kupaste kwenye biashara yako. Okay? Yaani mfumo unakuwa tayari, wewe kazi yako ni copy na kupaste kwenye biashara yako. Aya. Twende kwenye bonus ya kwanza ambazo utapata kama ukijiunga na hii masterclass au ukichukua huu mfumo, ukienda kujiunga na sisi kule ambapo tunaenda kujifunza huu mfumo. Okay? Bonus ya kwanza utapata prompt pack kamili. Hii ni prompt pack ya kutumia ndani ya ChatGPT, ndani ya Claude, ndani ya Gemini. Ni prompts ambazo zimejaribiwa, ambazo unazitumia wewe kwenye biashara yako. Okay? Ya pili, WhatsApp Business Toolkit. Utapata templates ambazo zitakusaidia kwenye DM za WhatsApp, kujibu DM za WhatsApp. Unawajibu nini wateja wako? Wateja wako wanavyokutafuta wakakuulizia bei, uwajibu nini? Ili usiwaambie bei wakapotea, unawajibu nini? Huo mfumo ni shilingi 150,000 thamani yake. Okay? Huo hapa ambao hii prompt pack ni shilingi 180,000 thamani yake. Okay? Hai, twende kwenye bonus ya 3 utakayopata. Utapata 90 day content calendar. Utapata kalenda ambayo inajaa yenyewe. Sawa? Unaitengeneza mara moja hiyo kalenda, unaifuata ndani ya siku 90. Unaweza kutengeneza content kwenye social media ambazo zitakuletea wateja. Na hii content calendar inakuwa ni kwa ajili ya biashara yako wewe. Okay? Thamani ya hii content calendar ni shilingi 200,000. Okay? Sababu content ndo muuzaji wako, ndo mfumo wako wa mauzo. Ndo mfumo wako ambao unakuletea mauzo, content calendar yako. Okay? Bonus ya nini utakayopata? Utapata Tanzanian Offer and Pricing Playbook. Mfumo ambao tunautumia kuweka bei kwa Tanzania. Okay? Unapangaje bei ili usionekane kama wewe na washindani wako mnapambana? Unawekaje bei ili usionekane kama wewe bei yako tu ni ndogo kwa sababu tu unataka hela? Okay? Utajifunza bei na ofa ambazo zinashikilia Dar es Salaam. Kwa sababu ya wafanyabiashara wote ambao tumewatafiti, wafanyabiashara wote ambao tumefanya nao kazi, tumejua kipi kinafanya kazi. Na thamani ya hii playbook itakuwa ni shilingi 120,000. Okay? Bonus nyingine utapata Zilim Growth Club. Actually itakuwa ndani ya utapata free presence ndani ya Zilim Growth Club kwa siku 7. Sio siku 30, siku 7. Okay? Utapata community, utauliza maswali kila wiki na thamani yake ni shilingi 200,000 ndani ya Zilim Growth Club. Okay? Aya. Bonus ya 6 utapata Slow Week Recovery Kit. Mfumo ambao unaweza ukaufuata hata wiki ambayo umechoka.
Okay? Waga napenda kuwapa mfano watu kuhusu dada yangu. Huyu dada yangu ni partner wangu. Actually ni pacha wangu niseme. Huyu dada yangu huyu. Yani kuoneshe ni moja kati ya wateja wangu. Ni moja kati ambao ni mtu ambaye ninafanya kazi naye full time. Ni bosi wangu niseme. Lakini pia ni mteja wangu. Lakini pia ni dada yangu. Huyu dada kampuni yake inasaidia wajawazito kwenye masuala ya lishe. Pamoja na waliojifungua kwenye masuala ya lishe. Huyu anafanya kazi kila wakati. Akiwa siku ambayo anajifungua hospitali, amelala kitandani lakini yuko anafanya kazi. Sasa sio kwamba ule muda ambapo ana push, hapana. Huo muda wa push ni special. Lakini alikuwa anafanya kazi hata akiwa hospitalini, akiwa wapi. Ndio maana unamuona hapa muda wote kila sehemu tupo, ana record videos, na mshoot videos, na record content kama hizi popote pale tulipo. Okay? Sasa hivi ameanza mazoezi upya. Hivi nimpongeze. Okay? Yeah, so popote pale tunapoenda ana shoot content, anatengeneza content. Ni kwa sababu biashara yake anaweza kaiendesha kwa huu mfumo ambao ninakwambia. Okay? Huu mfumo ambao hata slow week, hata ndani ya slow week unapata mfumo ambao unaweza kuufuata kila wiki. Okay? Thamani ya huu mfumo ni shilingi 100,000. Kwa hiyo jumla ya huu mfumo mzima ambao unaweza kautengeneza kwenye biashara yako kama foundation ya biashara yako ni shilingi 1,350,000. Okay? Lakini kupitia hii masterclass ya tumia AI kuuza online hautohitaji kulipia 1,350,000. Okay? Hautohitaji hata kulipia 400,000. Okay? Ni matter of fact, utakachokifanya hapa ni utachagua wewe unahitaji kati ya hizi plan mbili. Kwa wale ambao wanataka kuendelea kufanya kazi na mimi sasa, hii inakusaidia sana. Cha kwanza kuna plans kubwa mbili. Kuna growth plan, alafu kuna premium plan. Okay? Kwa wewe ambaye unataka mfumo kamili wa kujifunza na kutekeleza AI wewe mwenyewe. Sawa? Kwa shilingi 200,000 utaokoa 85%. Utapata discount ya 85%. Okay? Kwamba utalipia 199,500. Utapata masterclass kamili ambayo mle ndani utapata mfumo mzima ambao utakopi na kupaste kwenye biashara yako. Kwa hiyo ndani ya masaa 3 utakuwa ushamaliza huu mfumo wako wote, ushatengeneza. Okay? Ndani ya masaa 3 utakuwa ushapata masterclass kamili kabisa. Sawa? Utakuwa ushatengeneza mfumo wako, ushatengeneza foundation, ushatengeneza mfumo wako wa mauzo wa biashara yako kwa kutumia AI. Okay? Ni completely online. Completely online. Kama hivi ambavyo unaniangalia mimi. Okay? Cha pili utapata prompt pack, utapata WhatsApp business playbook. Okay? Utapata 90-day content calendar ile ambayo nimekuambia shilingi 200,000 utapata hapa. Utapata pricing playbook ya Tanzania ambayo ni shilingi 180,000. Utapata Zrim Growth Club presence kwa siku 7 ambayo ni basically ndani ya kwenye Zrim Growth Club. Lakini pia hata slow week recovery utapata. Na unaweza ukajisajili sasa hivi. Kwa wewe ambaye unataka one on one, unataka mimi na wewe tukae session moja, tuzungumze, tunielewe biashara yako. Unataka upate hivi vitu vyote lakini bado unataka session moja na wewe ambaye ni private kidogo, tukae tuelewe biashara yako. Utapata hii growth plan, lakini utapata pia muda wangu binafsi kwenye biashara yako, nitaelewa biashara yako, nitachambua. Tukafanya hata video call, tukakutana, unaweza kuja ofisini popote pale kwa hiyo shilingi 1,499,500. Okay? Kwa wale ambao ni serious entrepreneurs wanataka kujenga biashara zao. Kwa hiyo utakachokipata, utapata hivi vitu vyote hapa, lakini pia utapata one on one strategy session na mimi, utapata custom AI workflow audit. Nitaondoka pale nimekuchorea ramani ya workflows ambazo zinaweza kufanyika kwenye biashara yako, lakini pia utapata priority WhatsApp follow up ya wiki 2. Kwa hiyo ndani ya wiki 2 nitakufuatilia, nitakufanyia follow up nijue implementation inavyoenda, lakini pia kama nitakushauri vitu vipya vya kuongeza, mabadiliko ya kufanya, yote yatafanyika ndani ya hizo wiki 2. Okay? Kwa hiyo unaweza ukachagua kupitia hizo plans 2. Okay? So, hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nimewaandalia ndugu zangu. Na hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nimewaandalia. Kwa hiyo kuna njia 2 za kujiunga ndani ya hii mifumo. Kuna wale ambao wanataka kuingia moja kwa moja ndani ya Zrim Growth Club. Okay? Hii Zrim Growth Club ni community special kwa ajili ya wafanyabiashara wangu. Okay? Kwa ajili ya wafanyabiashara wangu. Iko hivi. Ngoja nikuonyeshe ninavyofanya kazi. Ukiingia huko ndani ya Zrim Growth Club, utakuta madarasa yameshapangiliwa. Utaingia ndani ya darasa. Sasa darasa la systems
ule muda ukishaingia darasani utaliona hapa darasa la systems limeandikwa ile hapa automation and AI systems, ZIDIM AI systems. Okay? Utakuta pale masterclass imewekwa mle ndani ya masaa 3. Utakopi ule mfumo na kupaste kwenye biashara yako kwa kutumia hata ChatGPT. Unaweza kutumia ChatGPT, unaweza kutumia Claude. Okay? So, sasa hapa ninachotaka uone ni kitu kimoja. Ukiingia ndani ya ukitaka kujisajili sasa. Ukitaka kujisajili, hivi ndivyo utakavyofanya. Ngoja nifungue private window hapa uone. Ukitaka kujisajili, utachagua kati ya hizi package tatu. Kuna njia mbili za kujisajili sasa hapa. Wale ambao wanataka kujiunga kama unataka kujiunga na hii AI systems utazikuta humu ndani. Okay? Humu ndani kwa shilingi 1,199 ambayo ni $79. Sasa school haituruhusu tuweke kwa lugha ya Kiswahili hizi bei. Kwa hiyo nimeiweka hapa. Okay? 200,000. Kwa wale ambao wanataka one on one session ni shilingi 500,000 ambayo ni shilingi dola 199. Okay? Utachagua hapa. Kwa ukiklik join premium, utaweka jina lako hapa na last name na email na password, uta-sign up, uta-login, alafu utaingia, utaweka kadi yako pale, utalipia. Na hii ni kwa mwezi. Kwa hiyo kama utaingia darasani, utajifunza, baada ya mwezi unaweza kaondoka unsubscribe, ukatoka darasani kabisa. Okay? Unaweza ukatoka darasani unsubscribe. Kwa wale VIP, ukiklik join VIP hapa utaregister, lakini nitafurahi sana kama unataka kujiunga VIP, unitumie pia message WhatsApp. Lakini ukiingia darasani tutaonana moja kwa moja kule ndani ya WhatsApp. Utachagua hapa, okay? Kwa wale ambao wanasema hiyo bei ni kubwa lakini nataka kuwa ndani ya community. Kwa community unajifunza digital marketing, unajifunza foundations za AI kwa shilingi 100,000 ambayo ni $39 hii hapo. $39 hii hapo. Lakini pia unapata access ya community, unapata monthly AI tools roundup, unapata school calendar na public events, unapata weekly post breakdown. Kwa hiyo hivi vitu unapata, especially kama budget yako bado unaona ni challenge na nini, hauhitaji kutengeneza mifumo na vitu kama hizo, hii standard inakufaa sana. Lakini kama unataka premium AI systems, basi kitakachokufaa ni hii ambayo nimekuelezea hapa, ambayo ni ni growth plan. Okay? Utajisajili humu ndani, utaingia ndani ya ZIDIM Growth Club, au kama unataka one on one tukutane, tuzungumze, au nichambue biashara yako, tupate strategy session ya pamoja, then unaweza kuingia kwa premium Okay? Sasa unaweza ukafanya malipo kwa namna mbili. Either unaweza ukalipia ndani ya school, unaweza ukalipa kwa kadi kule ili uweze kuwa unalipa automatically, au unaweza ukatumia hizi namba. Okay? Unaweza ukalipa kwa M-Pesa. Hii ndio namba yangu namba ya M-Pesa, jina Elius Kamwangire, au kalipia kupitia Selcom, namba ni hiyo namba ya simu, namba hii ya simu. Okay? Ukishamaliza unanitumia message WhatsApp ya uthibitisho. Okay? Namba ya simu hii hapa, unaweza ka screenshot au ukaicopy hiyo namba hii hapa. Utaingia ndani ya WhatsApp, utanitext kwamba uko umeshalipa, then tutaingia darasani, nitakutumia hiyo, utakaa masaa yako 3, utakopi na kupaste kwenye biashara yako, alafu utakuwa umemaliza. Okay? So, nashukuru sana kwa wewe ambaye umeattend hii webinar. Okay? Nashukuru sana kwa wewe ambaye umeattend hii webinar. Na kuna watu wengi wanajiuliza, sasa AI gani zinatumika zaidi? AI yoyote ile unatumia. Okay? Kwa mfano, kuna hii tool inaitwa ChatGPT. Okay? Kuna hii tool inaitwa ChatGPT. Unaweza ukaitumia kwenye biashara yako sasa hivi, ni kama agent. Iko very powerful sasa hivi. Unaweza ukatumia Claude. Hii hapa inaitwa Claude. Okay? Unaweza ukatumia Claude. Hii hapa. Claude inaweza kukufanyia kazi nyingi sana. Okay? Unaweza ukaitumia Claude ukafanya vitu vingi sana. At the same time, unaweza ukatumia Manos. Okay? Hii ni tool nyingine hii sasa inamilikiwa na Mark Zuckerberg. Okay? Hii inamilikiwa na Facebook wenyewe sasa hivi. Na unaweza ukaiunganisha tena na mifumo mingine na Instagram na nini, unaweza ukafanya vitu vingi sana. Okay? At the same time kuna Gemini. Hii Gemini ni kutoka Google. Nikuoneshe Gemini. Hii hapa. Okay? Hii nayo ni tool ya AI kutoka Google. Na vitu vyote ambavyo unajifunza unaweza ukavifanya kwenye simu kabisa. Unatumia simu. Kila kitu tunachokufundisha tunatumia simu. Na tunatumia hizi tools unazoziona hapa. Okay? So, haya. Kwa hiyo nakukaribisha sana my friend. Chagua package yako ambayo unataka kujiunga, utachagua the plan. I think plan yoyote ile itakufaa. It's up to you. Lakini kwa wale ambao wanataka kujifunza wenyewe na kuendelea, then hii system inakufaa sana. Kwa hiyo ambaye unahitaji msaada wangu wa karibu,
hii ina faida kubwa sana kwamba somehow tunaweza tukakutana lunch, tukakaa pale, tukapiga story, tukachambua biashara pamoja, tunaonana something like that. Lakini pia tunaweza tukakutana kama huko mkoani popote pale, tukafanya video call, tukafanya meeting nzuri pale ndani ya dakika 60. Perfect kabisa. Okay? So, nashukuru sana kwa wewe ambaye uko hapa. Kama utakuwa na swali, tafadhali acha swali kwenye description hapo chini, kwenye captions, kwenye comments, weka maswali. Nipo hapa kujibu, okay? Nashukuru sana. Mimi naitwa Elius Kamangire McBenvix. Link ya kuja WhatsApp ipo hapo chini. Okay? Bye.